Alright, welcome again to another tutorial of the topic complex numbers. So in this tutorial we're going to solve simultaneous equations. So simultaneous equation of complex numbers. So in the past kwenye topic ya algebra to solve simultaneous equation of real numbers. So tulikuwa na variable mbili x and y, two unknowns ambapo y is a function of x. Lakini kwenye hizi kwa za real numbers za real numbers, simultaneous equations are real numbers. Lakini huku sasa tutakuwa na unknown mbili z na w ambapo w is a function of z. So ndo maana ya z plane na w plane. So z plane, so unajua z plane kama z plane complex number x plus yi, si ndio? Wakati kwa hiyo hii imaginary part ya z ni sawa tu na useme y wakati real part ya z ni sawa tu na useme x. Hii ndo z plane Lakini w plane tunatumiaga u na v So imaginary part ni v, real part ni u. So we are going to solve simultaneous equations of the z plane and the w plane. So hii ni for nini? For complex numbers. So let's solve the questions now. Hii swali la kwanza, solve the following system of simultaneous equations. So our first equation hapo ni huyu 2z plus 2i notice nime open the bracket plus iw. So unknown ni z na w alafu sasa na 4 minus 2i. And then here chini ni 6z minus 3i plus iw ni sasa na nini? 5i. So find the z and w. So I think I'm going to subtract this equation ili ni eliminate hawa, si ndio? So I'm going to get negative 4z, 2z minus 6z and then here I'm going to get 5i and then here I'm going to get 4 and then I'm going to get negative 7i. So hii I tuipeleke kule itakuwaje? Hii 5i tuipeleke kule itakuwa negative 4z ni sawa na 4 minus 7i minus 5i. So negative 4z ni sawa na 4 minus 12i. Now if I divide with negative 4 throughout, I get z. 4 divided by negative 4 napata negative 1. Hapa napata positive 3i. So huyu ndo z So we have z now. This one is z. So let's find w. So turudi kwenye swali. Chukua equation moja hapo. Tuchukue hii hapa 6z jumlisha i w minus 3 sasa na 5i. Kwa hii ni 6z jumlisha i. Hii ni w minus 3 sasa na 5i. So find w hapo. So 6z ni 6 times negative 1 plus 3i. So jumlisha hii ni iw minus 3i sasa na 5i. So tunapata negative 6 plus 18i jumlisha iw minus 3i sasa na 5i. So 18i minus 3i itakuwa ni 15i. Kwa hiyo iw minus 6 plus 15i sasa na nini? 5i. So you see that iw itakuwa sasa na positive 6 plus 5i minus 15i. So I get iw ni 6 minus 10i. So iw inakuwa ni 6 minus 10i. So I'm going to divide by I throughout. Hapa itakuwa ni 6 over I minus 10. So I na I nakufa. So 1 over I ni sasa tu na negative I.
Okay, yeah, ukizidisha na I juu na chini kama hivi. So si huku juu unapata I 1 times I, huku chini unapata -1. So I over -1 negative I. So hii itakuwa ni -6I minus 10. So W ni -10 minus 6I, alafu Z ni -1 plus 3I. So ndo tusha solve hiyo simultaneous equation Yeah. So let's see another question now. Hii hapa hii inasema tuna Z 2 minus 3I jumlisha I W minus 4. Alafu tena WI minus 3W Okay, hii itakuwa hauwezi kufanya elimination hii. Sababu iko very complicated So tuangalie tutaifanya vipi. Solution I'm going to simplify huyu wa kwanza. Yeah. I'm going to simplify huyu wa kwanza. Hapa, you see hii ni Z, hii ni 2 minus 3I. So hii, open bracket hiyo nyingine inakuwa ni IW minus 4I. Kwa hiyo sasa na 1 minus 2I. So, nitapata ni Z times huyu complex number 2 minus 3I jumlisha IW sasa na 1 minus 2I plus 4I So, nikichukua hii negative 4I nimeleta huku nimeweka kwa plus 4I So, negative 2I plus 4I napata positive 2I Kwa hiyo, hapa weka 2 positive nini? 2I So, hivi So, lengo la hii simplification yangu nini? Nataka hapa nipate Z times something na W times something sio W tena ndo inakuwa ndani huku inakuwa inazingua Ya na hii ni hivyo hivyo. Hii hapa na yenyewe ni simplify Itakuwa ni 3Z jumlisha 3I plus W. Hii ni I minus 3 sasa na 6I plus 1. Yeah, so 3I nipeleke kule. Nitabaki na 3Z jumlisha W I minus 3 sasa na 6I minus 3I plus 1. Kwa hiyo 6I minus 3I hiyo ni 3I Kwa hiyo hapa nitapata ni 3Z jumlisha W ndani ya bracket tuna I minus 3 alafu huku tuna 1 jumlisha 3I. You see So sasa hivi hapa nina Z times something plus W times something sasa na something. Alafu Z times something plus W times something sasa na something. Ya sasa hivi ndio imekaa simultaneous fulani hivi Yaani inabidi iwe AZ jumlisha BW sasa na C. Alafu hapa tuna DZ jumlisha EW sasa na F, si ndio? Kwa A ni 2 minus 3I, B ni I, C ni 1 plus 2I. D ni 3, E ni I minus 3, F ni 1 plus 3I. Inabidi iwe kwenye mfumo huu sasa ndio unaweza ukasolve Kwa sababu you can see swali lilivyokuja imekaa kimauzauza fulani hivi. So tushaiweka kwenye mfumo huu. Yes, kwa hiyo tuna Z times A jumlisha W huyo hapa times B sasa na C. Alafu tuna Z times D jumlisha W hapa tuna I minus 3 W times E sasa na F. Hapa sasa ndo unaweza kusolve hata kwa kutumia nini? Elimination method You see huku juu na times na 3, huku chini na times na 2 minus 3I. So huku juu ni times na 3, lengo langu ku eliminate Z itakuwa ni 3 times 2 minus 3I times Z. Alafu hapa itakuwa ni nini? Itakuwa ni 3I tuseme 3WI itakuwa ni 3WI. Alafu hapa itakuwa ni 3 plus 6I. Umeona hiyo Kwa sababu 3 times 1, 3 times 2. And then hapa now ni hivyo tena
3 2 minus 3i z. You see, naweza nika eliminate hapa Hapa sasa itakuwa jumlisha w, so tuna I minus 3 after tuna 2 minus 3i. So sawa, na huku nje tutakuwa tuna 1 plus 3i alafu zidisha na nini 2 minus 3i. So you can see I can eliminate z hapa nikisubtract si ndio? And then hapa nitabaki na 3wi jumlisha hapa to simplify I times 2 ni 2i, I times 3i ni negative 3 na hiyo negative positive. Hapa negative 6, alafu hapa itakuwa positive 9i. So I think in negative 3 plus 11i yeah, I times 2 ni 2i yeah, negative 3 plus 11i So ukikosea kwenye kuzidisha hizi unashangaa jibu kule chini inaleta shida Ndio ugumu wa haya maswali haya. Okay, so here we have w times negative 3 plus 11i. Yeah. And then sawa na nini? 3 plus 6i minus, okay, hapa kuna kitu nilikosea kwa sababu tuweka minus na hapa ni minus So ninachukua huyu wa juu minus huyu wa chini. Huyu wa chini ndio nimemsimplify amekuwa hivi. So this time nachukua huyu wa juu minus huyu so tumsimplify na huyu 1 times 2 ni 2, 1 times 3i hivi. Hapa tuna 6i. Alafu hapa 3i times 3i ni negative 9 plus 9. Yeah, so hii itakuwa na yenyewe hivyo hivyo Itakuwa ni 11 plus 3i. Kwa hapa tutakuwa tuna minus 11 mabano plus 3i hiyo. Yeah. So tutoe nje w pande wa huku tabaki na 3i minus ingiza hii negative ndani na kuwa plus 3 minus 11i hivyo. And then hapa tutakuwa tuna 3 plus 6i ingiza negative ndani minus 11 minus 3i. So what do we get? We get w times 3 minus 8i. Sasa na nini? Sasa na negative 8 plus 3i. So in order to get w now, I divide with 3 minus 8i throughout. Kwa hiyo itakuwaje? Kwa w itakuwa ni negative 8 plus 3i over 3 minus 8i. So hii sasa ni division of complex numbers So I'm going to times with the conjugate of the denominator juu na chini Yeah, so huku juu sasa itakuwa complicated lakini huku chini imeisha Huku chini ni 9 plus 64. Yeah, ambao ni 73 Kwa hiyo huku juu sasa tuzidishe taratibu negative 8 times 3 negative 24. Negative 8 times 8i negative 64i 3i times 3 9i 3i times 8i negative 24. Yeah. So all of this over what? Over 73 Yeah, so you can see w itakuwa sasa na negative 24 negative 24 inakuwa ni negative 48. Alafu hii itakuwa ni negative 55i. Kwa hiyo over 73 over 73. Yeah, hii ndo w Yeah, so we get w. Bado z So to get z now tunaweza tukarudi hapa tutumie tena elimination si ndio? Au tupachike hiyo w tuliyopata somewhere alafu tapata z I think tutumie tu elimination tena. So tuandike tena hii ni z times 2 minus 3i. So hii ndio iko equation yetu, hii ni z 2 minus 3i
jumlisha iw sasa na 1 plus 2i. Alafu hapa chini tulikuwa tuna 3z jumlisha hii ni w I minus 3 sasa na 1 plus 3i. So this time now we want z, so let's eliminate w. Huku juu tuna times na I minus 3, huku chini na I. Kwa itakuwa ni z times I minus 3 times 2 minus 3i jumlisha w times I minus 3 sasa na 1 plus 2i times I minus 3. And then kwa hapa chini itakuwa ni 3zi plus w I minus 3 jumlisha 1 plus 3i times I. So we can eliminate w hapa kama hivi. Yeah, so and then now hii itakuwa ni z. Now hii I minus 3 times 2 minus 3i tuzidisha hiyo to simplify. Hii I times 2 ni 2i, I times 3i negative 3 na hiyo negative positive. Alafu hapa negative 6, alafu hapa plus 9i. So you can see hii ni negative 3 plus 11i. Yeah. And then minus huyu hapa chini ni 3i alafu times z, si ndio? Hivyo. So sasa na huyu tumsimplify na yeye 1 times I ni I, 1 times negative 3, 2i times I negative 2, 2i times negative 3 negative 6i. So huyu ni negative 5 minus 5i, huyu hapa juu. And then huyu sasa tukimsimplify na huyu anayefuatia huyu wa chini huyu, you can see I times 1 ni I, 3i times I ni negative 3. Kwa hiyo inakuwa ni minus mabano I minus 3 kama hivyo. Yeah, so hapa tutoe nje z, tabaki ya negative 3 plus 11i minus 3i kama hivi. Yes. So itakuwa sasa na ingiza open bracket hapa ni negative 5 minus 5i minus I plus 3. So here we're going to get z sasa negative 3 plus 8i. Wakati hapa itakuwa ni negative 2 minus 6i. Yes. So to get z I divide na hii negative 3 plus 8i throughout. Kwa hiyo z itakuwa sasa na huku tuna negative 2 minus 6i over negative 3 plus 8i. So hii division of complex numbers multiply with the conjugate juu na chini So huku juu ndo kuko complex kidogo, negative 2 minus 6i times negative 3 minus 8i wakati huku chini ni rahisi tu, itakuwa ni 9 plus 64. So to simplify huku juu, negative 2 times negative 3 ni 6, negative 2 times negative 8i ni 16i, negative 6i times negative 3 ni 18i, alafu negative 6i times negative 8i utapata ni negative 48. So all of this over what? Over 73. So z itakuwa ni 6 minus 48, hiyo ni negative 42. Alafu 16 plus 18, hiyo ni 34, kwa 34i. So huyu over 73 na huyu over 73. So hiyo ndo z. Kwa nafikiri swali limeisha. Z ndo huyo negative 42 over 73 plus 34 over 73i. Alafu w tulishapata huyu negative 48 over 73 minus 55 over 73i. Let me say see you in the next tutorial.